ambako mkuu wa mkoa Jabir Omari alikuwa akipita kusikiliza kero za wananchi wa sehemu hizo. Miongoni mwa kero ambazo walipata kuambiwa ni juu ya slot machine. Slot machine, dubwi, mashine za kamari kuwa ni nyingi sana vijijini Songwe, nyingi sana. Alafu hao vijana wanaocheza wao hawali, wanaliwa. Yani kuliwa ni 99.9%, alafu kula ni 0.1%. Sio, unaelewa? Unanielewa vizuri? Mimi naelewa vizuri. Kumbe bwana, ikabainika kwamba uchunguzi baada ya kufanyika, ikabainika kwamba kuna watu wamekaa zao na karakana yao ndogo. Unajua karakana maana yake ni nini wewe? Naelewa, kiwanda kadogo. Kiwanda kao kadogodogo. Wanachukua zao matranka yale ya kuendea shule. Wanaagiza na display ambazo zinafanania na zile ambazo za slot machine. Alafu wanazitengeneza kwao hapo hapo Songwe. Alafu wanazitia mtaani. Kwa nyinyi ambao mtenda kuzitumia kwenye sehemu za kuzitumia, ziwe sehemu za starehe, ziwe sehemu maalum, kina walamba. Hamna mtu anayekula. Wewe umetumia neno mtaani, si ndio? Kwani mimi nimetoka kuongea nini wiki iliyopita? Nikumbushe. Mimi nilisema hivi, madubwe serikali imetoa tamko kwamba madubwe yote yanatakiwa yarudishwe wapi? Kasino, si ndio? Wani yako mtaani. Sasa ngoja nikupe taarifa kamili hapa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawashikilia watu 3 wakazi wa mji wa Mpemba uliopo wilaya ya Momba kwa tuhuma za kukutwa na mashine feki 64 za michezo ya kubahatisha. Kati ya waliokamatwa yupo bwana Hashimu Mahenge ambaye mbali na kukutwa na vifaa hivyo amebainika kuwa kuendesha kiwanda cha siri cha kutengeneza mashine hizo nyumbani kwake kipo nyuma tu hapo. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe SACP Agustino Senga amewataja watuhumiwa wengine kuwa ni Raymond Mbugi na Steve Kiando ambao walikuwa wakishirikiana kusambaza mashine hizo kinyume cha sheria.